Niwashukuru, tuko hapa Mlimani City katika jukwaa muhimu sana la kujadili masuala ya maji. Hili ni jukwaa ambalo linakutanisha wadau wote muhimu wa sekta ya maji, ikiwemo wawekezaji wetu, lakini ikiwemo serikali na wadau wengine, bila kuwasahau wadau wetu wa maendeleo. Kwa hiyo huwa inafanyika kila baada ya miaka mitatu kama sikosei, review ya namna hii, lakini kila mwaka inafanywa tathmini ya masuala ya maji. Sasa lengo kuu ni kufanya tathmini ya kuona uwekezaji katika sekta ya maji unaendeleaje katika maeneo yote, si maji tu kusupply maji, lakini vyanzo vya maji vinavyoangaliwa, lakini kwenda kuangalia pia masuala yanayohusiana na maji taka, haya masuala ya sanitation na yenyewe pia yanaangaliwa, na kuangalia tunavyoelekea kama kuna changamoto zote, lakini pia kuja na mapendekezo ambayo yatasaidia kwenda kutatua hizo changamoto. Sasa tulikuwa na huu mradi ambao ulianza 2006 mpaka unaisha 2026 ambao unaitwa Water Sector Development Program. Kwa hiyo hii ni muendelezo katika kufanya tathmini ya mradi huo. Kwa hiyo ni jukwaa kubwa sana, lakini ni zuri kwa sababu linahusisha wadau wote muhimu, na kupitia hapa na umoja wa mkutano huu tunatarajia kwamba tutapata mapendekezo ambayo yatasaidia kwenda kutatua haya yaliyobaki, kumalizia hii program, lakini pia kuleta mapendekezo ya program nyingine gani ifanyike katika kuhakikisha kwamba swala la maji linakuwa linamfikia kila mwananchi kama inavyotakiwa katika dira yetu ya maendeleo, lakini pia na tuna haya masuala ya development na SDGs wanaita pia natakiwa kwamba kila mmoja awe anapata maji yaliyo safi na salama. Kwa hiyo hiki ni kikao ambacho kitasaidia sana katika kutupeleka huko. Asante. Ukiangalia takwimu zinavyosema, kama sikosei, tuko kwenye 80% kitu na kuelekea 90 kwenye kuangalia vijijini, na mjini tunakuta vizuri zaidi. Sasa isiseme takwimu manake sijazishika kichwani, lakini tunaweza tukazipata hapo, lakini tuko vizuri na tunatarajia kufikia 2030 tutakuwa tumeenda vizuri zaidi. Kama mnavyoona, Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan anawekeza kwa kiasi kikubwa kwenye miradi ya maji, na mwanamke kwa kweli anatuliwa ndoo kila mahali, lakini si hapa tu Tanzania bara, na upande wa Zanzibar na kwenye Dr. Hussein Ali Mwinyi naye anawekeza kwa kiasi kubwa sana kwenye miradi ya maji. Kwa hiyo swala la maji linapewa kipaumbele kikubwa sana, kwa sababu tunafahamu maji ni uhai, na maji ndio yanaweza kusaidia kwenye sekta nyingine zote ziweze kufanya kazi vizuri. Kwa hiyo kuendeleza masuala ya maji ni kuendeleza uchumi wa nchi. Hii program imefanikiwa kwa kiasi gani na changamoto ambazo mlikumbana nazo? Hili niombe wataalamu wa kujibu vizuri, lakini kwa ulivyoona tathmini imefanywa pale, imefanikiwa kwa kiasi kikubwa, si 100%, na ndio maana mkutano huu ni muhimu katika kufanya ile tathmini, kuona wapi tumefanikiwa, wapi tuna changamoto, kwa kipindi hichi kilichobaki tunafanya nini kuhakikisha kwamba mafanikio yanaongezeka, lakini basi tuje na nini la ziada huko mbeleni kwa ajili ya kusaidia kusukuma mbele hii sekta ya maji. Matarajio kwa kasi tunayoenda nayo na fedha zinazowekezwa kwenye maji, kama wadau wetu wakiendelea kushirikiana vizuri na hii na wananchi na wenyewe wanatakiwa wahusike, kwa kweli tutaelekea pazuri sana kwenye maji, kwa sababu maji si tu katika uwekezaji kuhakikisha maji yanapatikana, lakini vile vyanzo vya maji wananchi lazima wawe makini, wao ni sehemu ya kulinda, kwa sababu wakati mwingine wao ndio wanakuwa wanaharibu, na vyanzo vya maji vikiharibika, haijalishi huko uwekezaji huko kiasi gani, maji yatakuwa hayapiti. Ni lazima vyanzo vya maji tuvitunze, na ndio unaona katika kauli mbiu tunayozungumzia ni lazima tutunze vyanzo vya maji kwa ajili ya usalama wa maji yetu. Na usalama si kwa maanisha tu maji safi na salama, lakini ile upatikanaji wake ni lazima tuupate kwa kutunza pia vyanzo vya maji, na hili linamhusu kila mtu ikiwemo mwananchi. Tunapozungumzia kuanzia utunzaji wa vyanzo vya maji, ujenzi wa vyanzo vya maji, unapozungumzia ujenzi wa miradi ya maji, masuala ya kutibu maji, ndio maana umeangalia pale hata wakati wanafanya wasilisho la hiyo ripoti wametoa component 5 hii water ya WSDP3 au tunasema Water Sector Development Program. Sasa hii Water Sector Development Program ni program ambayo ilianza mwaka na imekuwa na vipindi vitatu.
Hivi vipindi vitatu sasa hivi tuko kwenye hii awamu ya tatu, kipindi cha tatu ambacho tunatarajia kukifunga ifikapo mwaka 2026 mwezi Juni. Sasa ukiangalia kipindi cha kwanza, kipindi cha pili, kipindi cha tatu, ukiangalia mwaka 2009 mpaka sasa hivi mwaka 2025, programu hii kwa kiwango kikubwa imechangia asilimia kubwa ya upatikanaji wa maji. Naweza nisiongelee into detail, lakini ile kwa kina, lakini kama mnavyofahamu sisi ya maji huko nyuma mwaka 2009, labda wakati uchaguzi unafanyika 2010 mpaka kufika 2015 mpaka 20 mpaka 25, Wizara ya Maji inakuwa imepewa target maalum na chama, si ndio? Kwa sababu hiyo nimezungumzia miaka ile ya nini, ya uchaguzi. Sasa tukizungumzia hii awamu ya tatu, unaposikia ile awamu ya asilimia ya upatikanaji wa maji imetoka, kwa sababu kama sasa hivi 2020 mpaka 2025, sasa hivi mmeona hata hapo kwenye wasilisho tumepewa target ya kufikisha asilimia 85 kwa maeneo ya vijijini na asilimia 95 kwa maeneo ya mijini. Sasa kwa sasa tuko asilimia 83 kwa maeneo ya vijijini, asilimia 83, na hiyo asilimia 83 imetoka asilimia 79 ukiangalia back kwa mwaka 2020. Na ukija ukiangalia kwa upande wa mijini tuko asilimia 91 point ngapi? Point 6 ukiangalia pale. Na hiyo go back mwaka 2020 huko tulikuwa asilimia 84. Kwa hiyo tunaitafuta asilimia 95. Na hii yote ni mafanikio ya nini? Ya hii sekta, Water Sector Development Program. Ndio imesababisha tumeweza kufika hapa. Sasa kwa ujumla tunapozungumzia Water Sector Development Program, ndio maana humu ndani mmeona development partners. Sisi miradi yetu yote ya maji inatekelezwa kupitia serikali, kama sio serikali huwa tuna development partners ambao ni mbalimbali. Unawaona AFDB, unawaona World Bank, unaona AFD, ndio maana unawaona hapa wote wapo, wao ni development partners. Lakini mmeona taarifa kuna wale ambao sio development partners, tuna CSOs na NGOs. Huko ukienda mikoa yote unakuta kuna foundation, kuna vinini wanajenga mradi, lakini na wenyewe wamesaidia kumtoa mama ndo kichwani. Mtu akichimba kisima akajenga kituo au mradi mdogo, mwananchi anakuwa amepata nini? Huduma ya maji. Kwa hiyo anakuwa ameunga ile, ikiwa ni CSO au NGO inakuwa imeunga juhudi za serikali za kumtoa mama ndo kichwani. Kwa hiyo leo kikao hiki maalum, na ndio maana kimekuwa cha kwanza, tulikuwa tunafanya review ya kuona mwaka jana mwezi wa 3 tulikuwa tuna ripoti ya utekelezaji. Je, kwa mwaka huu tukikompea na ile ripoti tumeweza kutembea kwa kiasi gani? Bajeti yetu tumetekeleza ikoje? Changamoto gani ambazo tumekutana nazo? Na hali ya upatikanaji wa maji imeongezeka kutoka kiasi gani kwenda kiasi gani? Kwa hiyo hii ndio ilikuwa maana ya kikao, na ndio maana ripoti imezinduliwa, na mkiitaka ripoti imewekwa kwenye website ya Wizara ya Maji. Na hapa tulikuwa na mgeni rasmi, Katibu Mkuu Kiongozi wa Zanzibar. Kama alivyoweza kuongea hapa, tumepokea taarifa, tumepokea majadiliano, na baada ya hapa session hii ya mchana wakimaliza kula wanaenda kuijadili sasa ile taarifa kwa kina na kuja na mpango mkakati sasa, ili tunapoenda kwenye utekelezaji wa bajeti wa mwaka wa fedha ujao tuone tunamaliziaje huu mwaka ambao ni Juni 2026. Kwa hiyo from Juni 2025 to June 2026 tumebakisha mwaka huu mmoja. Kwa hiyo hilo ndio lengo maalum la kikao hiki kwa Kiswahili. Manake tumeongea sana Kiingereza kwa sababu development partners wetu wengi wanaelewa lugha ya Kiingereza. Etisha sana. Hali jumla ya kwa kikanda ya Afrika, changamoto ya maji ikoje kwa mujibu wa development partners na wadau wengine? Swala la maji kwa ukiangalia Tanzania sisi tunazungumzia access to water in terms of percentage. Lakini wenzetu pia huko bara la Afrika au maeneo mengine na wenyewe hali ya upatikanaji wa maji inaendelea, hawazungumzii in terms of percentage kama sisi tunavyojiwekea target, lakini na wenyewe wanazungumzia main duniani tuna lengo Millennium Development Goal au tuna ile tunaita SDG 6. Ile SDG 6 imezungumzia access to water. Kwa hiyo ile access to water ndiyo inayotumika duniani pamoja na maeneo mengine. Kwa hiyo kama ni maeneo, kama ni vijiji, kama ni miji iwe Afrika au duniani, wanaangalia upatikanaji wa maji katika maeneo hayo. Na ukiangalia generali inaendelea kupanda, sio tu Tanzania, hata mataifa mengine pia. Swala la huduma ya maji kusambaza katika maeneo
linaendelea kuimarika. Changamoto kubwa inayotukabili sasa hivi ni swala la mabadiliko ya tabia nchi, ambayo sasa yanaenda kuathiri nini? Vyanzo vyetu vya maji, sio tu Tanzania hadi huko kimataifa. Unasikia wanaimba wimbo climate change, climate change. Tutunze mazingira, tutunze mazingira. Maeneo mengine inaweza ikawa ni worst scenario, lakini sisi Tanzania bado tuna vyanzo vingi. Ndio maana kwenye hata ripoti na kikao chetu cha leo tu bado hatujafikia kwenye ile nchi yenye water scarcity. Mmeona pale wanazungumzia data 1700, 2100. Sisi kwa mujibu wa maji tulionao juu ya ardhi na maji chini ya ardhi kwa kila mtu mmoja mmoja, bado nchi yetu haijaweza kufikia kwenye yani ile tunaweza ka country of scarce water resource. Bado tuna maji ya kutosha. Kwa hiyo juhudi sasa zilizopo ni kuyatafuta ya chini tuyatumie, ya juu tuyatibu ili tuweze kuyasambaza. Ndio vision yetu kwa wananchi wa Tanzania, hasa jiji la Dar es Salaam, ni upatikanaji wa maji. Changamoto kubwa tuliyoiona kwa Tanzania hasa kuhusu upatikanaji wa maji ni nini? Moja kubwa ambayo tunatakiwa tuipatie suluhisho katika kikao hichi. Katika kikao hiki kikubwa umeangalia, wame-highlight challenge nyingi za sekta ya maji ambazo kama kitaalamu kabisa. Swala kubwa ambalo umeona wameangalia mabadiliko ya tabia nchi. Nadhani imezungumzwa sana na imeelezwa kwamba inabidi tujitahidi sana kutunza vyanzo vya maji ili viweze kututunza na yale maji yaweze kupatikana kwa ajili ya kufanya nini? Ya kusambazwa. Alafu baada ya hapo tumezungumzia katika maji sasa unavyoyasambaza kuna changamoto ya upotevu wa maji. Swala la upotevu wa maji mmeliona limezungumzwa mpaka asilimia kitaalamu inatakiwa iweje, na huo upotevu wa maji uko wa aina gani? Kuna wengine ni commercial kulingana na biashara au labda mtu anaiba, na kuna zile physical bomba limepasuka linaonekana, na kuna nyingine ni technical ambazo tu zinakuwa zipo kitaalamu. Hilo nalo mimi hata leo nikizalisha maji ndoo moja yakiwa yanapotea nusu ndoo, yale maji hata kama nilikuwa nimementi yaende akahudumie watu wawili, si atapata mtu mmoja. Kwa hiyo ni nini? Ni changamoto unaona. Lakini changamoto kubwa ni gharama nyingine, kama umeona wametaja gharama za utekelezaji wa miradi. Tunazungumzia Tanzania imebarikiwa ina vyanzo vingi vya maji, lakini changamoto kubwa inakuwa ni usambazaji, kwa sababu ile miradi kuyatoa maji sehemu yalipo kwenda kufikisha sehemu ambako hakuna maji inahitaji fedha nyingi, na wakati mwingine maji hayo ambayo yako juu ya ardhi inahitaji pia kuyatibu. Umeona? Kwa hiyo hizo zote ni gharama. Umeona wamezungumzia kuna swala la gharama kubwa inayohitajika kwa ajili ya ujenzi wa miradi mbalimbali. Hayo ndio maeneo makuu ambayo wame-highlight matatu. Wame-highlight Kiingereza. Ukiangalia katika ripoti zote mtu wa development partners ame-highlight hiyo CSO mpaka pamoja na naneli yetu wameweza ku-highlight. Na umeona wame-insist tu sasa hivi tunapoelekea tujitahidi sana kutunza vyanzo vya maji, tujitahidi sana kuangalia masuala ya water quality, kwa sababu sisi jukumu letu ni kuhakikisha tunatoa huduma ya maji safi na salama. Wame-highlight pia swala la mambo ya maji, ubora wa maji na maabara tulizonazo na tunafanyaje ili kuweza kumonitor huduma ya maji inapatikana. Kwa upande wa Dar es Salaam tunafahamu tuna vyanzo vyetu vikuu, tuna upper roof na lower roof. Ni mto roof. Na umeona kuna mtu mmoja alizungumza pale kwenye panel. Kidunda ni bwawa ambalo linajengwa kwa ajili ya kupambana na mabadiliko ya tabia ya tabia nchi, kwa sababu ule mto wa Wami Ruvu ambao ndio chanzo kikubwa cha kuleta maji jiji la Dar es Salaam, inapotokea kuna mabadiliko ya tabia nchi, ule mto ukikauka, lile bwawa la Kidunda ndio litakuwa suluhu, kwa sababu litahifadhi maji na baadaye yale maji yatakuwa yanaachiwa kwa ajili ya kuwahudumia wananchi wa jiji la Dar es Salaam. Asante sana.